Karibu kwenye episode ya 3 ya Afconica ambayo inaruka hewani kila siku kupitia YouTube channel ya Ava TV. Mimi ni Latifa Nafi, nyuma ya kamera hapo ni Wilvin Trent. Episode ya kwanza ilikwenda vizuri, ya pili na leo tuko ya 3. Ni kukaribisha basi, lakini pia ni kuombe safari hii isiishie leo, tuendelee mpaka pale ambapo michuano hii ya Afcon itakwenda kufikia tamati. Sasa wakati ambao mijadala mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, kwenye video vile vya mchezo kuhusiana na namna ambavyo timu zinaendelea kuwasili pale Morocco, lakini pia Tanzania kwa namna ambavyo wamewasili, huku wa Tanzania wengi wakionekana kutofurahishwa na aina ya vazi ambalo wameweza kuwasili nalo pale nchini Morocco. Sasa wapo pia baadhi ya Watanzania wakiwa na maoni mbalimbali kuhusiana na namna ambavyo baadhi ya club pia ziko zimefika kama ambavyo Tanzania zimewasili pale nchini Morocco. Na Tanzania iliweza kuwasili pale Morocco na zile track za rangi ya kijani, huko wakiwa wamepigilia na yale makoti yenye rangi ya njano, pamoja kusahau yale makoti yenye rangi nyeusi. Sasa miongoni mwa kitu ambacho baadhi ya Watanzania wanakizungumza, wanasema Watanzania tuache kuzungumza sana ama kuiponda sana klabu yetu, kwa sababu sio Tanzania peke yake ambayo imefika pale Morocco na aina ya vazi ambalo wamevaa, kwa maana zile track zenye bendera ya timu ya taifa ya Tanzania. Sasa miongoni mwa timu ambazo zimeenda sambamba na timu ya taifa ya Tanzania ni timu ya taifa ya Cameroon. Cameroon ambayo kuna nyota mule ambaye amewahi kuitumikia ligi ya NBC hapa Tanzania, na mzungumzia Chef Fondo Malone. Wenyewe pia wameingia na track zao nyeusi juu na chini, wakiwa wamemetisha kwa namna hiyo. Lakini sio tu Cameroon, Algeria pia ya Riyad Mahrez nao pia wameweza kuingia Morocco na track zao za rangi ya kijani zenye nakshi za rangi ya kijani, kufananishia na ile bendera ya timu yao ya taifa. Lakini sio tu Algeria, Gabon nao pia wameweza kufika kwenye michuano hiyo ya Afcon pale Morocco, wakiwa wamepiga zao track tu zenye rangi ya dark blue, lakini pia na light blue, kama ambavyo unawashuhudia pichani wakiwa wanawasili kwenye uwanja wa ndege wa Mohamed wa 5 pale Morocco. Lakini sio tu Gabon, hata Angola pia, Angola ile ya Mabululu, nao pia wameweza kuwasili Morocco pale na track zao. Kwa hiyo wapo baadhi ya Tanzania ambao wanasema hebu tuache hizo, kama imetokea wameacha basi, lakini kwa kuwa pia sisi sio peke yetu ambao tumeingia na track hizo na tukiacha mavazi yetu ya asili, kama ambavyo mashabiki ama wa Tanzania wengine wamekuwa wakiweka maoni yao kuhusiana na vazi hilo la timu ya taifa ya Tanzania wakati ikiwasili pale Morocco. Sasa miongoni pia mwa vitu ambavyo watu wanaendelea kuvutika navyo zaidi ni namna ambavyo timu za taifa zimekuwa zikivaa mavazi yao ya asili. Tuliwashuhudia Mali, tuliwashuhudia Comoros na kanzu zao, tuliwashuhudia Benin na rangi zao ama nguo zao nzuri kabisa. Sasa hapa miongoni pia ambao wanaendelea kuzungumzwa kwamba wamepatia ama wamependeza kulingana na asili ya mavazi yao ni timu ya taifa ya Burkina Faso. Burkina Faso ambayo nyota ambaye iliwahi kung'ara kwelikweli hapa nchini Tanzania, hivi sasa akitumikia Wydad Athletic Club, Stefan Azizi Ki akiwa sambamba na wachezaji wenzake wa timu ya taifa ya Burkina Faso kwenye sare za, naweza kusema ni nusu kanzu hii na suruali, wakiwa wamemetisha pia na kofia nyeupe, kama ambavyo wanashuhudia, na watu wengi wakija hapa na kupongeza kwamba wametokea kwa mtoko mzuri na wa asili ya nchi yao. Kwa hivyo wanaendelea kudumisha mavazi ya asili pale nchini kwao. Mbali na Burkina Faso, timu ya taifa ya Senegal nao pia wamefika na vazi la asili, na kama linashahabiana na ile ambalo
timu ya taifa ya Burkina Faso wamevaa pia ni nusu kanzu nyeupe na suruali ni nyeupe, wakiwa kwenye shingo hapa, lakini pia upande wa kushoto wa kifua kuna nakshi za timu yao ya taifa ya Senegal kama ambavyo unashuhudia kwenye picha. Na michuano hii ya AFCON inakwenda kuanza rasmi sasa Disemba 21 siku ya Jumapili, ambapo mwenyeji Morocco anakwenda kukutana na Comoros pale Morocco, alafu Tanzania ambao wanapatikana kundi C wenyewe wataanza mechi dhidi ya Nigeria siku ya Jumanne ambayo itakuwa ni Disemba 23. Sasa kulingana na haya yote una maoni gani? Wanasema tuache kuzungumzia sana mavazi, sije ikatutoa kwenye focus, tudili na kile ambacho kitakwenda kufanyika uwanjani. Sasa kabla hatujamaliza leo hii mwanamichezo, kupitia Afconica kuna segment mpya kabisa na tumeweza kuanza nayo. Segment hii inaitwa Afconica Quiz, ambapo kutakuwa kuna maswali mbalimbali na kama utakuwa kuna zawadi tutakuja kutoa. Na leo hii twende tukashuhudia namna ambavyo shabiki wa Yanga Mashaka Kampingo mzee Utopolo ameweza kubukua maswali mbalimbali kuhusiana na michuano hii ya AFCON. Mechi ya kwanza tutacheza na timu kutoka au taifa kutoka Nigeria na tutacheza siku ya Jumanne. Mechi ya kwanza ya ufunguzi sijafuatilia vizuri, ila mimi najua timu yangu ya taifa ambao waga naifuatilia kwa muda wote, najua itacheza siku ya Jumanne nchini Morocco. Uwanja sijaujua, ila naijua nchi ambao wanakwenda kuchezea ambao ni nchi ya Morocco, na mashindano hao ya AFCON yanakwenda kucheza nchini Morocco. So unacheka Usije ukasema mzee Utopolo hayuko vizuri bana. Mzee Utopolo anafuatilia sana michuano ya AFCON kama ambavyo anakuambia. Amepatia siku ambayo Tanzania itakwenda kucheza mchezo wake wa kwanza, lakini pia amepatia michuano hii ya AFCON itakwenda kuchezwa kwenye nchi gani. Mpaka kufikia hapo sina la ziada. Usiache kufuatilia Ava TV, lakini kubwa zaidi ni Afconica ambayo itakuwa hewani kila siku kuanzia majira ya saa 12 kamili mpaka saa 1 jioni. Tusiseme sana mavazi ya Tanzania, tuwaache wakacheze boli.